بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea na madarasa haya ya Nuzhatun Nadhar cha Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika mustalah al-hadith. Asema manake bado tuko katika kukadimisha Bukhari na Muslim na zile taratibu ambazo tulizozitaja. Tulisema kwanza ni zile hadithi ambazo zimpokewa na wote wawili, ndio daraja ya juu ya sahihi. Kisha kuna zile ambazo zimpokewa na Bukhari peke yake, daraja ya pili. Kisha daraja ya tatu ni zile ambazo zimpokewa na Muslim. Kisha daraja ya nne yani Muslim peke yake. Kisha daraja ya nne ni zile ambazo zimpokewa na wengine lakini kwa masharti ya nani? Bukhari na Muslim. Na tukaeleza nini maana hii. Kisha daraja ya tano ni zilizopokewa na mwingine si Bukhari na Muslim lakini kwa masharti ya Bukhari. Kisha daraja ya sita ni zilizopokewa kwa masharti ya nani? Muslim. Daraja sita. Kisha kuna daraja ya saba na ambazo hadithi zote sahihi lakini hazijapokewa, haziko katika hizi sita tulizozitaja. Naam. Manake hadithi sahihi si ati ziko katika Bukhari na Muslim tu. Na zama zetu mambo ni haya. Al-jahl al-murakkab, yani mtu hajui na hajui kwa hajui, na waje wakatuletea mashida na tabu katika ilmu na katika yani sheria. Subhanal khaliq, Allah yu'in. Naam, asema Sheikh rahimahullah baada sasa mambo kama haya asema: amma law rujiha jismun ala ma huwa fawqahu bi umurin ukhra تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. Asema Sheikh, ama sasa baada ya shataja hizi darajati asema ama lau kutakuja katika hizi aqsam za chini chini itafanywa tarjihi kuliko ile ambayo iko juu yake. Kwa mfano hadithi amepokea Muslim ikakadimishwa kwa hadithi ile iko katika Bukhari kwa sababu nyingine, yani bi umurin ukhra, kwa sababu nyingine, kwa mambo mengine asema taqtadhi tarjih, ambayo yanalazimisha ama yanafahamisha ama yanamaanisha tarjih, yanafaidisha nini tarjihi. Asemaje? Fa innahu yuqaddamu ala ma fawqa. Basi hadithi kama ile hata kama iko kihakika mwanzo ama kwa ile hukumu ya ijmali iko katika daraja ya chini, hadithi kama ile itakadimishwa kwa ile kuliko hadithi ambayo iko katika daraja ya juu yake. Kwa sababu gani asema idh? Kwa sababu qad ya'ridu lilmufawwagi, yani kwaweza kuja na awaridh, kwaweza kuja na visababu ama mambo ya kando kando yaje yapatane na almufawwag. Almufawwag ni ile daraja ambayo iko chini zaidi, hadithi ambayo daraja yake iko chini kidogo, ito mufawwaq, sio ismu maf'uli. Qad ya'ridu lilmufawwagi, kuweza kuja na sababu katika ile hadithi ambayo iko daraja ya chini zaidi. Asema ma yaj'aluhu, sababu ambayo yaifanya ile hadithi ma yaj'aluhu faigan, yaifanya iwe hiyo ndio imepita nyingine, imefuzu kuliko ile nyingine, tamam, imeishinda ile nyingine. Kisha akatoa mfano asema kama lau kana alhadithu inda Muslim, kwa mfano hadithi iwe katika sahihi Muslim mathalan, mfano wa huwa mashhurun, na iwe ni mashuhuri, ile hadithi mashuhuri. Kama tukumbuka tulipomaliza tawaturi tukazungumzia mashuhuri, asema Sheikh wa huwa mashhur, na hiyo hadithi nini ni mashuhuri? Asema gasirun an darajati tawatur, imeshuka tu chini ya daraja ya nini ya tawatur, si mutawatir ile hadithi. Lakin haffathu garina, lakin ile hadithi imezungukwa na nini? Na madalili na maqarain. Swara biha, ikawa ile hadithi ikageuka ile hadithi kwa ajili ya hizi qarina. Swara biha yufidu ilm, ikawa sasa yafaidisha elimu. Yafaidisha nini? Elimu. Tamam. Na tulitaja zile sababu za kufaidisha elimu. Asema Sheikh fa innahu yuqaddamu, hii hadithi ambayo katika Muslim asema fa innahu yuqaddamu,
basi hukadimishwa hadithi kama hii biha, yugadamu biha ama yugadamu ala alhadithi alladhi, hukadimishwa kwa ile hadithi ambayo kwamba yukhrijuhu al-Bukhari, Bukhari ameitoa, idha kana fardan mutlaqa, ikiwa ile hadithi kutoka kwa Imam Bukhari ni fardi peke yake, yani pokea tu na mtu kwa ndia moja. Unaona, kwa ndia moja, watu si wengi katika sanadi, yani hakuna sehemu utapata labda ni mashuhuri ina watu wengi, la, lakini ile ile katika Muslim kuna moja katika zile qarain. Kwa mfano tukitoa kama mfano, hadithi iko katika Muslim lakini imepokewa kutoka ina ndia nyingi, na hadithi nyingine iko katika Bukhari impokewa na ndia moja peke yake, tamam, basi ile ya Muslim huweza kutangulizwa ikiwa labda upate hii ambayo imepokewa katika Muslim ni ya maimamu mikubwa, kuna sanadi labda moja au mbili au tatu zote za maimamu wakubwa, basi kwa ajili ya hii utapata ile hadithi ingawa iko katika Muslim, basi bikhususi dhalika alhadith, kwa kuhusisha tu hadithi ile, basi itakadimishwa zaidi kwa juu ya nini, juu ya hadithi ambayo katika Bukhari, ikiwa ile ya Bukhari ni nini, ni fard na ni mutlaq. نعم. أسمع شيخ، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة، na ikiwa tutapata hadithi ambao wao wawili hawajaitaja katika tarjama zao, yani katika vitabu vao, asema usifat bikauniha asah al-asanid, ikiwa ile hadithi imesifiwa kuwa ni sanadi sahihi zaidi. Tulitaja kama sanadi 4, 5, 6 ambazo baadhi ya maulama wameeleza hii ni sahihi. Imam Ahmad alikuwa na yake, Ali al-Madini alikuwa na yake, Yahya ibn Ma'in alikuwa na yake, na Bukhari alikuwa na yake. Sasa tupate kuna hadithi haiko katika Bukhari wala haiko katika Muslim, iko katika vitabu vingine, lakini hadithi ile sanadi yake kuna mmoja katika maimamu ama baadhi ya maimamu wamesema hii ndo sanadi bora zaidi, ndo sanadi sahihi zaidi. Kisha toa mfano, asema kama Malikin an Nafi'in an Ibn Umar, kama kutoka kwa Malik, kama iwe hadithi impokewa na Imam Malik, iwe ampokea kutoka kwa Nafi', iwe ampokea kutoka kwa Ibn Umar. Asema fa innahu, basi hakika hiyo itaje sanadi kama hii ama hadithi kama hii, yugaddam ala man farada bihi ahaduhuma mathalan, hii yukadimishwa kwa ile hadithi ambayo impokewa tu na mmoja wao, labda mfano kuna hadithi impokewa na Muslim peke yake au itaje Bukhari peke yake, kisha tunao kwingine kuwa hadithi nyingine ambayo haiko katika hivyo vitabu viwili, na hadithi yenyewe ina sanadi ya Malik kisha Nafi kisha nani, Ibn Umar, basi hii itakadimishwa. Hii itafanya nini? Itakadimishwa. Ndio maana nasema fa innahu yugaddam ala man farada bihi ahaduhuma mathalan, la siyama idha kana fi isnadihi man fihi magal. Khaswa ikiwa hii hadithi ambayo tumeitaja katika sanadi yake kuna watu kidogo wamezungumziwa, yani fihi maqal, yani kuna maneno kidogo watu wamemzungumzia. Yani upate hadithi katika Bukhari, taban Bukhari mugaddam, lakini hadithi yenyewe yapingana na hadithi nyingine ambayo iko katika kitabu kingine cha hadithi ambayo si Bukhari wala si nini, si Muslim. Tamam. Na juu ya hapo hiyo hadithi ambayo inapatikana katika vitabu vingine ina sanadi kama hii ambayo tunahitaji Imam Malik an-Nafi' an Ibn Umar, na hiyo ni asah al-asanid, tukisema silsila al-dhahabiyya. Naam, hadithi kama hii itakadimishwa. Na asema shekhe, hususan ikiwa ile hadithi iliyoko katika Bukhari labda katika sanadi yake kuna baadhi ya watu hawakubaliki, ama si eti hawakubaliki, lakini wana maneno. Asema, na hapa ndo tuwafaidi kitu, kuwa pale mwanzo tukisema Bukhari wakadimishwa ama kwanza wakadimishwa wao wawili, kisha Bukhari kisha Muslim, tuwafaidi nini? Tuwafaidi kuwa haya yote ama zile zote kawaid za kukadimisha Bukhari na Muslim na nini mpaka mwisho, zile ni kawaid amma, yani bil jumla, bil ijmali. Ushaona, si ati kila hadithi katika Bukhari, la. Naam. Kisha asema shekhe, fa in khaffa ad-dabt. Sasa shekhe ataingia katika kigawanyo cha pili cha hadithi, kigawanyo kikubwa zaidi, yani maana vigawanyo vya hadithi viko vingi. Chini utasema mutawatir, kisha utasema upande huu kwingine kuna mashuhuri, kuna shadhi, kuna muallaq, kuna mursal. Hizo zote tutakuja kueleza, lakini sasa asili ya taksim ni taksimu 3.
ni sahihi na dhaifu na hasan. Kisha vigawanyo vyote vingine vaingia chini ya vigawanyo hivi vitatu. Asema shekhe, fa in khafa dhabtu ile dhabti ikipungua. Khafa mara nyingi hutumika kumaanisha hafifu, sio? Lakini hapa ametumia kumaanisha qalla, yani impungua. Maana yarudi tu pale pale, haina neno. Asema fa in khafa dhabtu, ule kule kudhibiti, yani mwenye kupokea kudhibiti kwake kwa alfadhi na hadithi kukipungua, kukishuka, ai galla, asema yani ipungue. Yugalu khaffa al-qawmu khufufan, watu wampungua sana, wampungua kupungua kweli kweli. Asema Sheikh galu yani gallu, wampungua. Yugalu khaffa al-qawmu ay gallu, yani wampungua watu. Na asema Sheikh wal muradu, na mapendelewa hapa tukisema fa in khaffa dhabtu, lakini twapendelea wal muradu ma'a bagiyati shuruti al-mutaqaddima fi haddi sahih. Kumepungua tu dhabti, lakini yale masharti mengine ya sahihi bado yapo. Ma'a bagiyati shuruti al-mutaqaddima fi haddi as-sahih, yani anachomaanisha ni kuwa yale masharti mengine ambayo tumeyataja katika sahihi bado yawe yapo. Bado yawe yapo. Adala, kusiwe na shudhudhi ama illa, yale masharti mengine bado yawe yapo. Kwa hivyo ilopungua nini? Ni dhabti peke yake. Asema fa in khaffa dhabtu ay galla, yugalu khaffa al-qawmu khufafan ay gallu, wal murad ma'a bagiyati ash-shurut al-mutaqaddimati fi hadd as-sahih. Na mapendelewa hapa ni pamoja na yale masharti yalotangulia katika taarifu ya nini? Ya sahih. Asema fa huwa al-hasan li dhatihi, fa huwa al-hasan li dhatihi, basi hiyo huitwa hasan. Hadithi hii huitwa hasan kwa dhati yake, fi dhati li dhatihi. Nasema lishtiharihi kwa sababu imefanya nini? Imefanywa ushuhra. Naam. Na baadhi ya maulama wamearifisha hasan kwa namna tofauti. Kwanza kabisa kuna baadhi ya maulama wanasema hii hasan ni kama sahihi. Hii hasan ni qismu min aqsami as-sahih. Na hawa waliosema hivi wameangalia kuwa hasan na sahihi zote ni makbuli. Zote ni makbuli, lakini kihakika ni kwa kuna tofauti kidogo. Naam. Baadhi ya maulama hususan al-Khattabi, huyo al-Khattabi aliarifisha hasan akasema hasan huwa ma urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu. Huwa ma urifa makhrajuhu ni ile ambayo imejulikana ile hadithi intoka wapi. Washtuhira rijaluhu, na watu wake wani mashuhuri, yani wajulikana kuwa wana uadilifu na wana kudhibiti itwaje alfadhi, ingawa dhabti yao imepungua, hatuna neno, yani dhabtuhum akhaf min rijali as-sahih, lakini ni kuwa twawajua, Naam. La ilaha illa Allah rasulullah. Na Khattabi yasema, na hadithi nyingi zazunguka hapa kihakika, yani kuwa ni nini? Ni hasan. Naam. La ilaha illa Allah rasulullah. Sema kisha tukirudi katika mata nasema fa huwa al-hasanu li dhatihi lishtiharihi la li shay'in fil khariji, ama la li shay'in kharijin anhu. Iwe hii hasan imekuwa hasan, yani kwa taarifu hii tulioieleza, hii yaitwa hasan kwa dhati yake, si kwa sababu ya kitu kingine. Naam. Na katika taarifu ya hasan pia ni taarifu ya Imam at-Tirmidhi. Imam at-Tirmidhi anasema anna al-hasan ni kusiwe katika sanadi mtu anayetuhumiwa kuwa ni mrongo, tamam, na ile hadithi isiwe ni shadh, tamam, na iwe imepokelewa yani kwa njia zaidi ya moja, tamam, yani hadithi ile iwe ina njia nyingi, ina turuq nyingi, ina sanadi nyingi, na isiwe ni shadh, na wale wapokezi wasiwe, yani wale rijal sanad wasiwe wametuhumiwa na urongo au jambo lolote lingine linalofanya nini fisqi, yani ufasiq wote hawatuhumiwi. Hii ni taarifu ya nani? Al-Imam at-Tirmidhi. Naam. La ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Ama Ibn al-Jawzi ana taarifu nyingine, asema hasan kwake ni ma fihi dha'fun qaribun muhtamal, ama muhtamil, ni ile hadithi ambayo ina udhaifu, lakini udhaifu wenyewe ni udhaifu mdogo sana, mpaka kuna ihtimali kuwa nini? Ni sahihi, kuna ihtimali kuwa ni kweli,
Hiyo ni taarifu ya nani? Ibn al-Jawzi. Na tukiangalia zile taarifu mbili ya al-Khattabi na taarifu ya Tirmidhi, kidogo hapa kuna tofauti. Maana Khattabi hajazungumzia kuhusu ile hadithi iwe ina watu wengi. Sasa maulama wakasema hii taarifu ya al-Khattabi inaweza kusemwa kuwa ni al-Hasan li dhatihi, na taarifu ya Tirmidhi iseme kuwa ni al-Hasan li ghairihi, kwa sababu Imam Tirmidhi ameshurutisha nini? Itaje wapokee iwe kuwe kuna njia nyingi. Naam. Tukirudi katika kitabu asema shekhe, wa huwa alladhi qad yakunu husnuhu, yani hi al-Hasan li dhatihi la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. La, yani wa huwa, yani hii ambayo yani ni hasan li ghairihi. Sasa hapa sema wa huwa alladhi, na hii ambayo kwamba imekuwa hasan kwa sababu ya kitu kingine cha nje. Asema wa huwa alladhi, na hiyo ni ile ambayo kwamba qad yakunu, yawezekana husnuhu, uwe ile uhasan wake iwe ni vipi? Bisababi al-i'tidad, kwa sababu ya kupewa nguvu na hadithi nyingine. Kwa hivyo hii si hasan li dhatihi. Atakuja atazungumzia baadaye. Asema nahu, mfano hadithi al-masturi, kwa mfano hadithi ya mtu ambaye hajulikani, mtu ambaye amestirika, hajulikani ni mwadilifu au si mwadilifu. Asema idha taaddadat turugu, hadithi yake huyu ikiwa zile ndia ama tuseme sanadi ni nyingi, zikiadidika ni zikiwa ni nyingi, basi hadithi kama hii itaambiwa ni itwaje? Hasan lakin li ghairihi. Tamam, na itakuja inshallah atazungumzia. Asema shekhe, wa kharaja bi ishtirati baqi al-awsaf ad-da'if, na zile yale masharti mengine tukasema lazima yawe, yale masharti ambayo tumesema lazima yawe, manake imepungua kudhibiti kwa alfadhi, lakini masharti mengine bado yapo. Tuko pamoja, masharti mengine bado yako. Sasa asema shekhe, tulipoweka sharti hili basi tumetofautisha ama tumeondoa isiingie katika taarifu hii hadithi ambazo ni dhaifu, isiingie katika hadithi hizi ambazo yani isiingie katika hadithi katika taarifu hii hadithi ambazo ni dhaifu, kwa sababu tumeweka ile sharti moja kwa moja. Tutasema kwa hivyo hii hadithi si dhaifu, maana dhaifu ni kuwa moja katika yale masharti mengine yatafanya nini? Yatapungua. Naam. Asema shekhe, wa hadha al-qismu min al-hasani, na hii kipande hiki kama kigawanyo hiki cha hasan musharikun li sahih, hii yashirikiana na sahihi fi al-ihtijaj, katika kutumia kama hujja. Naam, hadith hasan ni hujja. Asema fi al-ihtijaj bihi, katika kufanya hujja kwa hiyo nini itwaje, hadithi kama hiyo yatumika kama hujja. Asema wa in kana duna, hata ikiwa hii iko chini kidaraja, iko chini kidaraja, yani hasan iko chini ya sahihi kidaraja. Tamam, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha asema wa mushabihun lahu, hii sasa ni maatufa ala musharik. Asema wa hadha al-qismu min al-hasan musharikun li sahih, sio? Kisha asema wa mushabihun lahu, na pia hii hasan, hii kigawanyo hiki cha hasan chafanana na kigawanyo cha sahihi. Kivipi? Yani wa mushabihun lahu aina na pia yafanana na sahihi, yani lahu ay li sahihi. Asema fi inqisamihi, katika kugawanywa kwake ama katika kugawanyika kwake, ila maratib, katika nini? Maratib, ila maratiba ba'dhuha fawqa ba'd, kuwa yagawanyika katika madaraja, baadhi ya daraja zingine ziko juu kuliko daraja zingine. Naam. Kisha asema shekhe, wa bikathrati turugihi yusahhahu, na hii sasa hasan ikiwa ina ndia nyingi sana, basi hufanywa ni sahihi, yusahhahu huitwa ni sahihi. Kisha asema shekhe, wa inma yuhkamu lahu bisiha, kwa hakika si lingine isipokuwa kuwa hupewa hukumu ya kuwa ni sahihi inda taaddudi at-turuq. Wakati gani? Wakati zile ndia, zile turuqi, zile sanadi zitakuwa ni nyingi, zile sanadi zitakuwa ni nyingi. Naam. Kwa sababu gani aslan itapewa hukumu sahihi? Kwa sababu sisi tunajua huyu kawaida mmoja wa wapokezi ama baadhi ya wapokezi hapa hawana udhibiti, lakini tulipoona kuwa turuq ziko nyingi, hadithi ziko nyingi, zimpokea kwa namna ile, watu tofauti tofauti, tunajua tufahamu, hata kama yule mtu asili yake hadhibiti, tutasema katika hadithi kama hii basi amedhibiti kisawa sawa, kwa sababu kuna ndia nyingi, hadithi yenyewe imekuja kutokana njia nyingi. Naam. Asema shekhe, lianna lisura almajmu'a,
kwa ajili ile sura ya upamoja ya kuwa ni majmua, anasema quwwatun, kuna nguvu fulani katika kule kujumuika. Riwaya nyingi kuna nguvu fulani tujbiru alqadra alladhi gasura bihi dhabt rawi alhasan. Ile nguvu iliyoko katika upamoja, katika kujumuika kwa riwaya hizi inafinika ule upungufu wa dhabti ya rawi, kule kudhibiti kwa mwenye kupokeza. Si hii ni upungufu, basi upungufu huu hufinikwa na jambo ambalo kule kujumuika. Kwa nini? Kwa riwayati kule kunafunika na kuna ziba yale mapungufu ya nini, kudhibiti kwa nani, kwa rawi wa hasan. Nasema an rawi sahih, tukirudi sasa guwa tujbiru alqadra alladhi gasura bihi dhabt rawi alhasan an rawi sahih. Kuwa rawi alhasan ni wengi, hadithi ambayo ni hasan imepokewa kwa njia nyingi, basi kuwa kule ni njia nyingi imefunika ama imeziba ule upungufu ulioko katika mwenye kupokea hadithi ambayo ni hasan kuliko mwenye kupokea hadithi ambayo ni sahihi. Asema Sheikh, wa min thamma tutlagu as-sihha ala al-isnad alladhi yakunu hasanan li dhatihi law tafarrada idha ta'addad. Na hapa sema, na kutokana na hapa hadithi yaweza kuitwa ni sahihi katika sanadi ambayo ile sanadi ingekuwa tu ni peke yake ni hasan li dhatihi. Ile sanad ingekuwa peke yake ile ingeitwa hasan li dhatihi, lakini kwa sababu imekuja kwa turuq nyingi, basi hadithi kama ile itaitwa ni sahih. Itaitwa ni nini? Itaitwa ni sahih. Naam. Yasemekana kuwa wa kwanza tumia neno kama hili sahihi li ghairihi, hasan li dhati, hasan li ghairi, wasema ni al-Imam at-Tirmidhi. Baadhi ya maulama wasema si sahih li ghairi, wa kwanza alotumia neno hasan aloabir katika hadithi kuwa hii ni hasan, hii si hasan, wanatuambia ni al-Imam at-Tirmidhi. Lakini takriban nafikiri al-Imam adh-Dhahabi akaja akasema kwa istiqra alofanya kuwa la, bali kuna watu wengine katika salaf wamemtangulia al-Imam at-Tirmidhi katika hilo. Naam, inshallah takomea hapa, tutaendelea wa hadha haythu yanfaridu al-wasf. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'la wa a'lam.